Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Naitwa Evangelisti Godfrey Mwakosia kutokea Tanzania katika mkoa wa Mbeya. Moja kwa moja nimeleta habari njema za Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Habari hizi njema zinapatikana kwenye kitabu cha Marko Mtakatifu sura ya 9 kuanzia mstari wa 43 hadi 50. Kitabu cha Marko Mtakatifu sura ni ya 9 mstari ni wa 43 hadi 50 hapo. Moja kwa moja nisome. Neno la Mungu linasema hivi. Ni Yesu anaongea ujumbe huu. Anasema hivi Yesu: na mkono wako ukikukosesha ukate. Ni afadhali kuingia katika uzima kikutu kuliko kuwa na mikono miwili na kwenda zako Jehanamu, kwenye moto usiozimika, ambamo humo funza wao hafi, wala moto hauzimiki. Na mguu wako ukikukosesha ukate. Ni afadhali kuingia katika uzima kiwete kuliko kuwa na miguu miwili na kutupwa katika Jehanamu, ambamo humo funza wao hafi, wala moto hauzimiki. Na jicho lako likikukosesha ling'oe, ulitupe. Ni afadhali kuingia katika ufalme wa Mungu una chongo kuliko kuwa na macho mawili na kutupwa katika Jehanamu, ambamo humo funza wao hafi, wala moto hauzimiki. Kwa sababu kila mtu atatiwa chumvi kwa moto. Chumvi ni njema, lakini chumvi ikiwa si chumvi tena, mtatia nini ikolee? Mwena chumvi ndani yenu, mkakae kwa amani ninyi kwa ninyi. Bwana alibariki neno lake. Nimshukuru Yesu kwa ujumbe. Baba, katika jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi, amiri jeshi mkuu, simba wa kabila la Yuda, na kuinua Mwokozi wa ulimwengu, upewe sifa, litie nguvu, lipake mafuta, katika uweza wa Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi. Amen. Kwenye kitabu cha Marko sura ni ya 9 mstari kuanzia wa 43, Yesu anazungumza mambo matatu. Yesu ananena mambo matatu, na huu ni ujumbe anausema Yesu mwenyewe. Anasema, ametangulia na neno mkono. Anasema, na mkono wako ukikukosesha ukate. Ni afadhali ukaingia mbinguni ukikutu kuliko kwenda zako kwenye Jehanamu ya moto, ambamo humo funza hawafi, wala moto hauzimiki. Anasema, na jicho lako likikukosesha ling'oe. Ni afadhali ukaingia kwenye uzima ule, kwenye ufalme wa Mungu uchongo, kuliko kuwa na macho mawili na kwenda zako kwenye Jehanamu ya moto, ambamo humo funza hawafi, wala moto hauzimiki. Ni kipengele cha pili hicho.
Kipengele cha 3, na mguu wako ukikukosesha ukate. Ni heri ukaingia kwenye ufalme ukikutu kuliko kuwa na miguu miwili na kwenda zako kwenye ziwa la moto, ambamo humo funza hawafi wala moto hauzimiki. Na kila ujumbe aliounena Yesu ulikuwa ni usia mkali kwa mwanadamu, kwa mwanadamu ajue kile kinachojiri mbele yake, kile kinachokuja mbele yake. Unaambiwa habari za jehanamu, huzijui. Angekuambia mtu ungepuuza. Anayezisema ni Yesu. Aliyeiandaa jehanamu ni Yesu. Aliyeandaa ziwa la moto ni Yesu. Aliyeandaa ao funza ni Yesu. Aliyeandaa ao nzige ni Yesu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu na asifiwe. Na anapozungumza ujumbe huu, anazungumza kuhusu mkono, ananena kuhusu jicho, ananena kuhusu mguu. Unisikilize, kwa sababu siku za mwisho shetani na yeye ameleta vya kwake. Hayatembei maonyo, yanahubiriwa mafanikio, zinahubiriwa baraka, vinahubiriwa vitu ambavyo Mungu hajavinena. Yesu anapozungumza mkono, hazungumzi mkono ulio kwenye mwili wako. Anazungumza kuhusu uovu wa dhambi. Ndo anasema mkono wako ukikukosesha ukate. Tafsiri yake ni kwamba dhambi unayoifanya iache, kata mawasiliano ya uovu. Ni afadhali ukapungukiwa kwenye zinaa, ukapungukiwa kwenye ulevi, ukapungukiwa kwenye uovu. Kata huo uovu. Ni afadhali ukafeli kwenye mambo ya ulimwengu, kwenye anasa za dunia, kuliko kuingia kwenye ziwa la moto, ambamo humo funza wafi wala moto hauzimiki. Jehanamu inatisha. Jehanamu inatisha. Kama kuna mambo yenye kujihurumia, jihurumie, usije ukatua kwenye jehanamu ya moto. Yesu anaifunua jehanamu. Ni kitu ambacho sio cha miaka, ni kitu cha umilele. Jehanamu inatisha. Watu wanaungua wala hawafi, wanateswa wala hawafi, wanang'atwa na funza wala hawafi. Mateso ya jehanamu. Ulifurahia dhambi kwa muda mfupi, lakini unateswa milele. Jihurumie maisha yako, jihurumie. Achana na dhambi, achana na uovu. Ndio maana Yesu anasema mkono wako ukikukosesha, wewe unajua kabisa hii dhambi naifanya inanufaisha mwili, ila itaniingiza hasara ya milele. Ndio maana Yesu anasema acha. Anayekukataza, anayekuonya. Yesu akikuonya onyeka. Yesu akikuonya onyeka. Usijifanye kichwa ngumu. Jehanamu haina ya mwenye kichwa ngumu. Jehanamu haina ya kusema mtu ameshindikana. Itakuruhusu pesa kupita pasipopitika duniani, lakini haitatumika utakapoondoka duniani. Jehanamu inatisha. Ziwa la moto linatisha. Lile ni ziwa, lile ni ziwa. Na Yesu anasema ambamo humo funza hawafi wala moto hauzimiki. Kwenye mateso ya milele, kwenye mateso ya siku hizo, kwenye ziwa la moto. Na ndio maana kwenye nyakati hizo, na hilo ziwa aliandaliwa Ibilisi na malaika zake, lakini kuna watu wameamua kumsapoti na kumuunga shetani, kwa sababu unapofanya dhambi umekubaliana na matendo ya kishetani. Unapofanya dhambi, tafsiri yake haujihurumii.
Unapofanya dhambi unasema liwalo na liwe, mbele kwa mbele. Hiyo mbele kwa mbele, ongea kwa watu. Utakapokutana na hilo ziwa la moto ambalo Yesu anasema moto hauzimiki wala funza hawafi, ziwa la moto. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu na asifiwe. Anaongeza kusema namba 2, maana hapo tuko kwenye mkono. Anaongeza kusema kuhusu jicho, na jicho lako likikukosesha ling'oe ulitupe, ling'oe ulitupe. Ni afadhali kuingia katika ufalme wa Mungu una chongo kuliko kuwa na macho mawili na kwenda zako kwenye jehanamu, ambamo humo moto hauzimiki wala funza hawafi. Wanadamu wanatafunwa hawafi, na kila aliyefia kwenye dhambi harudi kutoa taarifa kwako. Kila aliyeondoka duniani hakuna kurudi nyuma, hakuna kuja kutoa taarifa. Mwanadamu sikia, mwanadamu sikia, ukiondoka duniani hakuna kuja kutoa taarifa. Kumbuka habari za tajiri na Lazaro kwenye kitabu cha Luka sura ya 16 kwanza mstari wa 19 pale, na anazungumzia ujumbe huo. Biblia inasema palikuwepo na maskini mmoja jina lake Lazaro, palikuwepo na tajiri mmoja. Maana jina la mtu linafutika kama mtu amekuwa ni tajiri, anasema tu tajiri. Sasa pale inazungumza tajiri, sio jina la mtu, lakini jina la maskini limetajwa. Jina la tajiri linafutika, maana mali inafuta jina la mtu, maana inaanza kutambulikana mali. Anasema palikuwepo na maskini mmoja na tajiri mmoja. Maskini alikuwa maskini wa roho, tajiri alikuwa ni tajiri wa anasa. Alifanya kila alichokitaka, akibadilisha wanawake ni halali kwake, maana hela inaongea na pesa inasema. Kuna sehemu pesa isemi, neno la Mungu ndo linasema. Sasa kuna sehemu pesa haiongei, ila neno la Mungu ndo linaanza kuongea. Sasa Biblia inasema tajiri na Lazaro wote walikuwa ni wanadamu, walichotofautiana ni maisha, walichotofautiana ni maisha walioyaishi. Maskini alikuwa ni maskini wa anasa, tajiri alikuwa ni tajiri wa anasa. Alifanya kila analolitaka, kama mnavyofahamu, kama mnavyojua. Haleluya, haleluya. Biblia inasema ikafika siku ya kifo, ikawa tajiri maskini, tajiri akafa akaenda kuzimu, maskini akafa akapokelewa na Ibrahimu kwenye kifua cha Ibrahimu. Nisikilize, maonyo haya ni kwa ajili ya siku za mwisho, hasa kwenye kizazi msichojihurumia. Biblia inasema hivi, tajiri alipofika kuzimu akayainua macho yake juu, akasema, Baba Ibrahimu, ninakuomba umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake kwenye maji, maana ninateswa, ninaumizwa katika moto huu, ninateswa. Baba, huwezi kumkumbuka Mungu ukiwa kwenye raha, utamkumbuka ukipatikana. Huwezi kumwona Mungu kwamba ana thamani, huwezi kumwona kwa wakati huu. Kuna wakati wako. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu na asifiwe. Sasa Biblia inasema hivi, akayainua macho yake juu akasema, Baba Ibrahimu, ninaumizwa, ninateswa katika moto huu, naomba umtume Lazaro. Lazaro aliyekula cha makombo yaliyodondoka kwenye meza ya tajiri, hali imegeuka. Kuna sehemu hali inageuka. Ulioonekana ni maarufu duniani utaonekana ni mtumwa baada ya kifo. Biblia inasema akaanza kulia, Baba nihurumie. Hutatubu kifa, unatubu ukiwa hai. Hutaokoka ukifa, unaokoka ukiwa hai. Hutaacha dhambi ukifa, maana ukifa hakuna kutenda dhambi, unaacha dhambi ukiwa hai. Ibrahimu alichomjibu akasema, mwanangu, kumbe wote ni uzao wa Ibrahimu. Akasema, kumbuka, chukua kumbukumbu,
Maisha uliyoyaishi ndio yaliyokupeleka hapo. Lazaro maisha aliyoyaishi ndio yamempeleka hapa. Mbele kuna raha, mbele kuna shida, inategemea umeishi upande gani. Ndo pale Yesu anasema jicho lako likikukosesha, dhambi unayoifanya ni jicho, ng'oa hiyo jicho. Uovu unaofanya ni jicho, ling'oe hilo jicho. Dhambi unayotenda, unasari huku unafanya uovu, sawa mwanangu, hakuna atakaye kuchunga usipojichungia roho yako. Roho yako haina mdhamini. Mdhamini wa roho yako ni wewe. Atakayechunga roho yako ni wewe. Atakayetetea roho yako ni wewe. Utakaye kuwa mwangalifu ni wewe. Unaruhusiwa kutunziwa pesa, hautatunziwa moyo wako, hautatunziwa nafsi yako. Swala la udhamini wa maisha yako ni wewe. Tajiri alikuwa tajiri wa anasa. Ndo hapo Yesu anapoonya, akafurahia maisha ya duniani. Mateso yana shida, jehanamu ina shida. Itumie nafasi katika kipindi cha zamu yako. Uzuri aliko Mungu, hata ukigoma bado utamkuta, utakutana naye, utamkuta tu. Wewe enjoy, fanya dhambi, fanya uchafu wako, fanya uovu wako, utamkuta. Mimi najua unakokwenda ndiko aliko, anakusubiri, si unaenda mbele. Akasema, Baba Ibrahimu, ninakuomba, ninateswa katika moto huu, ninaumizwa, Baba nihurumie. Ibrahimu akasema, katikati yetu kumewekwa shimo kubwa, ili watu watokao ng'ambo ile wasije huku na watu wa huku wasiende ng'ambo ile. Katikati yetu pana mpaka. Lazaro alipata shida, na tazama Lazaro anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Kuna kuumizwa, kuna kuteswa, kuna shida. Jihurumie mwanadamu, jihurumie mama, jihurumie binti, jihurumie. Maisha haya tunaondoka, mhukumu ni Mungu, mhukumu ni Yesu tunakokwenda. Jihurumie, usijifanye kichwa ngumu. Jehanamu haina cha kichwa ngumu. Jehanamu lile ni ziwa na alishibi, limemeza mabilioni kwa matrilioni. Watu wanaungua na mtu anaondoka, na siri ya aliyeondoka anayo mwenyewe. Hakuna majibu ya kwamba baba ameenda wapi, mama ameenda wapi, yule binti ameenda wapi. Una majibu mwenyewe. Kama uliabudu kwa ujanja, unajua. Kama uliabudu kwa asili, ukaonekana ni mzuri kwa watu, lakini kwa Mungu ukaonekana ni mwovu, una majibu we mwenyewe. Utaondoka, nitaondoka, majibu ni kifoni. Haleluya, haleluya. Ndo hapa Yesu anasema, mguu wako ukikukosesha ukate. Ni afadhali, wewe ni wa thamani, nafsi yako ni ya thamani. Hakuna kitu kizuri duniani kama kutembea na Yesu. Hakuna jambo la kipekee kama kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Hakuna jambo zuri. Wote waliokoka, wote wanaotembea na Yesu kwa uaminifu, hao Mungu amewajalia. Hiyo ni neema, upambane. Tena uzuri wa mambo ya kiroho, hakuna kupendelea. Uzuri wa mambo ya kiroho, hakuna kupendelea. Mambo ya kiroho ni wewe na Mungu wako. Mambo ya kiroho ni wewe na maisha yako. Huku hakuna upendeleo, na ni nafasi pekee ambayo Mungu atakusaidia ukiamua. Unajua, wanadamu wanapoishi duniani wanapenda wanufaike na uovu, alafu warudi tena kwenye upande wa Mungu. Wanufaike na uovu, warudi waseme Mungu amenihurumia. Ulipokuwa ukiongea na Mungu, amekuhurumia wapi? Hayo ni majibu ya kutokuona. Hiyo ni faraja ya maneno yako. Nataka nikueleze, ukiokoka, jitenge mbali na dhambi, jitenge mbali na maasi, jitenge mbali na uovu, jitenge mbali na mizaa. Sasa Yesu anazungumza maneno haya, ndio vitu vilivyomdanganya tajiri. Maisha ya duniani, shetani amewalaza watu akili. Nasema unajua, tunamshukuru marehemu, alikuwa ni mtu mzuri kwa kweli, amepumzika, aliongea na majirani vizuri. Atuangalii swala hayo, ni mapambo. Mapambo yanaisha. Hayo ni mapambo ya maneno. Kipimo chako utajulikana mbele kule, ndo utajulikana, na ni nafasi ambayo utaijua mwenyewe.
Hakuna atakayejua maisha yako umeenda wapi. Wewe ndo unayejua. Jitunze kabla hujaenda sehemu mbaya. Jiepushe kabla hujakamatwa. Jiepushe kabla hujaingia sehemu mbaya, na Yesu atakusaidia. Sikiliza, anasema na mguu wako ukikukosesha, mguu wako ukate. Ni afadhali. Unajua neno afadhali ni pale unahusiwa mausia kwamba unachokifanya hiki afadhali ungekiacha kuliko kile kilichoko mbele yako. Acha. Unatangulia kuonywa, hautangulii kupelekwa sehemu mbaya kabla hujaonywa. Unatangulia kuonywa. Usipoonyeka ndipo unaingia sehemu mbaya, sehemu ya mateso. Jihurumie maisha yako, jihurumie nafsi yako, jihurumie maisha yako ya baadaye. Achana na dhambi, achana na maovu, jitenge mbali. Acha zile faraja za nyakati za mwisho. Kuna pepo linatembea lenye faraja. Mtu anasimama anasema, unajua Mungu ni mwenye rehema. Angalia umeanguka mara ngapi, angalia umekosea kiasi gani. Mungu ni mwenye rehema. Jamani, hata mtu aliyeoa mwanamke akisikia tu mke wake ametoka nje ya ndoa, hicho kidonda akipone hadi anakuja kuzeeka, hadi anakuja kufa, na hicho kidonda atatembea nacho hadi kifoni. Msirahisishe mambo ya Mungu, sivyo yalivyo. Usirahisishe mambo ya kiroho, sivyo yalivyo. Na kueleza ndugu, na kueleza uliokoka, usipuuze. Wote waliopuuza yaliyowakuta, wote waliokataa yaliyowakuta. Mungu sivyo unavyomfikiri. Mungu hana sura ya mwanadamu. Mungu ni wa kipekee. Mungu ni roho, asiwapo wa kukudanganya. Na ndio maana watu wengi sana wanasema mwenye haki huanguka mara 7. Wewe unaenda kuangalia kitabu cha Zaburi, kaanguke mara 7. Acha kuangalia vitu ambavyo vya kuferi. Simamia vitu vyenye ufaulu ambavyo Yesu ananena. Na ndio maana kuja kwa Yesu, alikuja ili kunyosha sehemu ambazo wamezipindisha. Eti mwenye haki anaanguka mara 7 anainuka tena. Kwa hiyo wewe unazini unainuka, unazini unainuka, unazini unainuka. Wokovu kama ndio hivyo, bora basi kuacha. Wokovu ni tabia. Wokovu ni maisha ya utaua, kujitunza, kujiheshimu, kuwa safi katika moyo wako. Nani anayependa marudio? Nani anayependa marudio? Hakuna marudio kwenye maisha ya kiroho. Tembea na Yesu kwa uaminifu. Na Yesu alibariki neno lake linalotoka kwenye kitabu cha Marko sura ya 9 kuanzia mstari wa 43 na kuendelea. Utasoma hapo no ujumbe ambao tumehubiri siku ya leo. Niingie kwenye maombezi. Kwa wagonjwa wote na unahitaji kuokoka, okoka, mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hasa kwenye siku za mwisho. Haya. Baba, katika jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi, huna mwanzo, huna mwisho. Injili yako imeambatana na miujiza yenye uponyaji. Kila mwenye mateso, kila mwenye maradhi, kila mwenye magonjwa, na kutamkia maombi haya, pokea uzima kwa mamlaka niliyopewa na Kristo Yesu. Uwe mzima, funguliwa kabisa. Magonjwa yote, madhaifu yote, na tiisha nguvu zote za giza, roho za shetani, falme za giza, roho za uchawi, kila roho iliyokuzinga na kukugandamiza ikuachie. Pokea kufunguliwa kwa jina la Yesu, in Jesus mighty name. Amen.